Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuwepo, na kama Biblia inavyosema katika Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, naomba nisome kwa utangulizi. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake huyu ni Yesu anajaribu kuzungumza maisha ya mwanadamu yanavyoweza kuwa yanahitaji neno la Mungu ili tupate kuishi. Mungu aliweza kuweka mambo mawili mwanadamu aishi kwa kutumia chakula cha mwili, lakini pia akamweka mwanadamu aishi kwa kupitia chakula ambacho ni neno la Mungu. Basi naomba sasa tuanze rasmi kutoka kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa kwanza. Wafilipi sura ya 4 mstari wa kwanza nitasoma. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu. Hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Baba uishie milele, Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakubariki. Kama ulivyosema unalionea shauku kanisa lako, na kama ulivyosema katika Wagalatia ya kwamba vitoto vyangu ninawaonea utungu, na hapa unasema unatuonea shauku watoto wako, Bwana, kwa sababu sisi tunatokana na wewe, na sisi tunajiweka kwako sasa. Kama ulivyosema, haya simameni imara, msitikisike. Ninakushukuru kwa sababu tangu mbinguni unatamani kuona kanisa lako limesimama imara, limesimama katika msingi ambao Bwana umeukusudia, na sisi tunajiweka kwako katika nafasi ya muda huu. Bwana, ukatuongoze kwa neno lako, ukatufundishe kama utakavyo, ukatuongoze. Roho Mtakatifu, ninakupa nafasi ili uweze kutusaidia, kwa kuwa wewe ni mwalimu, ukaweze kutufundisha na kutukumbusha yote, na hasa kweli yako. Bwana, narudisha heshima na utukufu kwako, nikimweka kila mmoja mikononi mwako sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, na wote tuseme amina. Amen. Basi Wafilipi sura ya 4 nisome mstari wa kwanza. Aliye tayari kusoma. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu. Hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno haya unapoyafuatilia vizuri, na kama msomaji alivyosoma, lakini iko namna ya haya maneno yanavyotamka kwetu, ni ishara ya namna Mungu anavyotupenda, ni ishara ya namna Mungu anavyotuthamini. Na ndiyo maana ukiyafuatilia unaona kuna mikato mingi sana. Anasema basi, jambo la kwanza anasema ndugu zangu. Nani ni ndugu wa Yesu? Ni sisi bila shaka, si ndio? Amen. Jambo la pili anasema wapendwa wangu. Nani ni mpendwa wa Yesu? Bila shaka ni sisi hapa. Lakini kinachofuata anasema ninawaonea shauku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, ni rahisi sana ukaishi kadiri unavyoishi. Ni rahisi sana ukatembea kama unavyotembea.
Ni rahisi sana ukajiona katika hali ya muonekano unavyojijua wewe, lakini Biblia inazungumza namna Mungu anavyomuonea shauku mtu aliyemwamini. Ndiyo maana unaona neno la Mungu, Roho Mtakatifu akiwa anazungumza, anasema ninawaonea shauku. Alafu anasema furaha yangu na taji yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua watu tuliookoka upo? Amen. Hivi unapoishi huwa unaona Mungu kama yuko mbali sana, si ndio? Sijui. Unapotembea, hasa wakati mwingine unapokutana na changamoto, unaweza ukahisi kama Mungu yuko mbali sana na wewe, si ndio? Kama jamaa moja kaimba wimbo moja akasema hivi, uko wapi Mungu wangu, si ndio? Manake ni kama anahisi haonekani hivi, si ndio? Lakini Biblia inatuambia namna hii kwamba ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu. Anasema anatuonea shauku, anakuonea shauku, anakuwazia mawazo fulani ambayo si rahisi sana wewe ukaelewa namna Mungu anavyokupangilia kwenye mpangilio wake. Si rahisi sana unavyoweza. Unajua, ngoja nikupe mfano mmoja. Mama Krista ana mtoto huyu hapa. Anapoamka anawaza juu ya mtoto wake huyu na kumpa mpangilio. Asubuhi nimwogeshe vizuri, nimnyweshe chai vizuri, nimvarishe nguo nzuri, avae kiatu kinachong'ara kama hivi, aonekane kwa muonekano mzuri, na kichwa chake kiwe na nywele fulani fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anampangilia mtoto wake tangu asubuhi mpaka jioni. Hata anaporudi leo hangependa ale ugali, amempangilia ale tuwali hivi kwenye kasosi fulani hivi. Yaani kuna namna amempangilia mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo ni hekima ndogo ya wanadamu walivyo, lakini Yesu namna alivyokupangilia wewe Ilomo, alivyokupangilia William, alivyokupangilia nani Justini, alivyokupangilia wewe Mama Lecho, tangu unaamka iko namna Mungu anakuonea shauku, na ana mpangilio na wewe, na ana namna ya kuondoka na wewe, na ana namna ya kwenda na wewe hata leo, na ana namna ya kutembea na wewe, kwa sababu wewe ni furaha yake, wewe ni shauku yake. Wewe anapokuona ni utukufu wake. Pigia Yesu makofi mengi. Unajua kuna wakati tunaishi kwenye wokovu kama umepoteza network ya Vodacom. Yaani unakwenda ni kama mtu uliwahi ona simu. Niliwahi kuwa na simu, unapoibonya inaandika inavyojua yeye. Yaani haiendi kwa utaratibu unaotaka wewe. Ukibonya hivi inajifanya inavyojua, mara izime, mara iwake, mara unataka kubonya hivi. Kuna kisimu fulani hivi mimi nimeona sasa nikiache tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka ubonye hapa chenye kinajiandika neno lingine. Bwana Yesu asifiwe. Sisi haleluya. Unajua mstari fulani kwenye Biblia anasema nimekuchora kwenye vitanga. Isaya 49:59. 49:59. Wasomaji Isaya 49 nafikiri ni 49. Nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. 49:59. 59.
Yes. Mstari wa 16. Ndiyo. Sawa. Tazama, tuko pamoja kanisa? Amen. Tuko pamoja? Amen. Nataka muda huu tunajifunza neno la Mungu. Nataka ujione kama uko mbinguni unamuona Mungu anachokiwaza juu yako na anachopanga juu yako. Tuko pamoja? Yaani sitaki uanze kufikiri kama uko kufanya biashara au uko kufanya nini. Yaani nataka uone namna Mungu kama unamuona namna anavyopangilia, namna anavyopanga juu yako. Anasema namna hii. Isaya 49 mstari wa 16. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Tuko pamoja? Amen. Mstari A. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono. Huyu ni Mungu anazungumza juu ya taifa la Israeli, namna ambavyo amefika mahali amewaweka kwenye viganja vyake. Wanapotembea wako kwenye viganja vyake, wanapokwenda wako kwenye viganja vyake. Sasa Agano Jipya unapokuja sasa, Mungu anasema amekuchora wewe kwenye vitanga vya mikono yake. Manake unanijua mimi naitwa William, sawa? Amemchora William, ni mrefu, mweusi, anapua pana hivi, sawa? Mungu anavyoniona ananiangalia kwa kadiri anavyojua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mimi popote ninapokuwepo, Mungu ananiangalia kwenye viganja vya mikono yake. Mtu aliyeokoka popote unatembea, Mungu anakuangalia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaposoma mstari wa 3 hapo anasema hivi 49, akaniambia wewe mtumishi wangu Israeli, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Tuko pamoja kanisa? Manake wewe, Mungu yuko pamoja na wewe usiku kucha, kwa sababu kupitia wewe Mungu anataka kuanza huku. Unaona Biblia inasema namna hii kwamba anasema, ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nitakwambia kitu kimoja. Laiti tungeweza kuyaelewa mawazo ya Mungu alionayo juu yetu sisi, hata tusingejiona kwa hali tunayojiona. Tuko pamoja? Yaani laiti tungeona, unajua huyu ni Roho Mtakatifu anajaribu wakati yuko katika hali fulani kulitafakari kanisa la Filipi. Biblia inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu akamsukuma atamke maneno kwamba ninyi ni wapendwa wangu, ninyi ni furaha yangu, ninawaonea shauku mno wapendwa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halafu anachokisema ambacho ndio msingi wa ujumbe, anasema hivyo, simameni imara wapenzi wangu. Simameni imara wapenzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku zote Mungu akisha kumwokoa mtu, kwanza anamuona huyu mtu ni fahari yake, anajivunia wewe katika kila jambo. Anafika mahali anaona amepata mtu ambaye akiwa duniani anamwakilisha sura ya Mungu, anaiwakilisha sura ya Mungu. Ndio maana unaona anajaribu kuzungumza kwa lugha ya upendo. Anasema ninawaonea shauku wapenzi wangu, ninyi ni taji yangu, ninyi ni furaha yangu, kwa sababu anaelewa amekupata wewe, ambaye sasa utakuwa sababu ya yeye kuonekana duniani, utakuwa sababu ya Mungu kujulikana duniani, utakuwa sababu ya Kristo kudhihirika duniani. Ndio maana unaona anazungumza, anasema ninyi ni furaha yangu, ninyi ni taji yangu, ninyi. Yani kuna namna ambayo Yesu anapokuona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikwambie hivi,
Fungua Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 10. Mstari wa 16. Korintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16 na wa 18. Amen. Biblia inasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Anzia bila shaka, anzia B. Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16b. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Ndio. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao, kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. 18. Mstari wa 18 Biblia inasema, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uangalie mtazamo alionao Mungu juu yako. Unajua, ni rahisi mtu aliyeokoka anapotembea, anapoishi, ukaishi ni kama binadamu anasema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nataka uangalie, wakati wewe umeokoka upo, haijalishi ni kijana, haijalishi ni baba, haijalishi ni mama, haijalishi ni binti, haijalishi ni mzee, Mungu anapokuona wewe, manake anajiona ni yeye Mungu anatembea akiwa duniani kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana unaona anajaribu kusema, ninyi ni taji yangu, wewe furaha yangu, ninakuonea shauku. Manake iko namna ambayo Mungu anapokuona mtu uliyeokoka ni tofauti na unavyojiona wewe, ni tofauti na unavyojiona wewe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikakutana na mama moja amepita kwenye changamoto nyingi za maisha, akaanza kujitazama, anajiangalia, akaanza kusema, mwenyewe mimi, kweli mwenyewe mimi, yani mwenyewe Mungu ananiona mwenyewe mimi, yani anafika mahali anajiweka katika hali ya kujiona ni kama vile mnyama, ni kama vile Mungu hamuoni, ni kama vile Mungu hamwangalii. Lakini Biblia inasema ya kwamba nitakaa ndani yao, nami nitakuwa Mungu wao, na kati yao nitatembea. Manake pamoja na wewe, manake Mungu akiwa na kuangalia wewe ukiwa duniani, ni Mungu anatembea, ni Mungu anakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, nitakuonesha kitu kimoja. Wakati nasafiri na kuja huku sawa, nikaa nimepanda basi Luwinzo sawa. Ninapoingia wakasema hivi, nauli ni shilingi kadhaa, wamepandisha ile tunayopandia. Sasa tumezoea hizi gari za kawaida. Sasa nikawa nawasikilizia wenzangu, sikuwa peke yangu. Wao wanasemaje? Mmoja akasema, 2,200 si tunalipa 2,200. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikanyamaza kimya, nikasema iwe ni 5,000 nitatoa, iwe ni 3,000 wanayotaka ndaveni. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukiishi kwa muonekano wa Mungu anavyokuona, utaseti kinywa chako kusema tuko pamoja. Utaangalia mazingira unayokuwa wewe kama wewe, je, yanafaa? Bwana Yesu asifiwe. Yani Biblia inaposema kati yako Mungu anatembea, halafu anakuonea shauku, halafu amekuchora muda wote anatembea pamoja na wewe,
Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ambayo unatakiwa wewe ufike mahali ujitathmini, mtu uliyookoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna unatakiwa ujitathmini. Si kama vile ambavyo tunaweza tukawa kama mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawa natarajia yule bwana akawa nimempa hela ya change. Yule conductor. Nikawa natarajia nione anakata yote ama akati yote. Sasa mimi nimetoka kule sidai change mpaka nashuka. Sasa wenzangu tuliopanda wote nikakuta mara wanaondoka wanaenda kufuata konda. Nao unaonekana walitoa hela za change. Bwana Yesu asifiwe. Sikwambii usidaiki change, sawa? Nikakuta mimi nashuka, wale jamaa wenzangu wamemfuata konda haraka, wamechukua change zao na za kwangu wamechukua. Yaani wamedai wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashuka wanasema blaza, hizi hapa change zao. Nikamwambia leta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hivi. Ukiishi kwa muonekano wa Mungu, nataka nikwambie, mazingira unayokuwa hutaishi kama unavyozoea wewe. Ukiishi kwa mtazamo wa Mungu anavyokutazama, hutatembea kama yule anayetembea na hesabu vidole, anajiona kama anakufa kesho. Ukiishi kwa muonekano wa Mungu kama anavyokuona duniani, na kama Mungu anavyosema anakuonea shauku, nataka nikuhakikishie, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwatangazia pale nyumbani. Sawa? Tuko pamoja? Amen. Nikawaambia humu ndani, uwe unaumwa, uwe una matatizo unayojua makubwa, wamekwambia madaktari, nataka nikwambie, usiwaze kufa kesho wala kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wewe si kama yule binadamu anayekufa kwa malaria unayowaza na wewe utakufa kwa sababu na malaria 200 uliyoambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe Mungu anatembea kati yako, anakwenda pamoja na wewe. Ulipo wewe ndiye Mungu yuko hapo. Ulipo wewe manake Bwana yuko hapo. Manake si katika hali ya mtazamo wa kibinadamu ukatembea ukaishi kwa hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana wakati tunatembea kwenye mtazamo wetu, sema mtazamo, ndiko kunakomfanya Mungu akae anakusubiri. Tunaporuhusu tuishi kwa mtazamo wa kimungu, kama Mungu anavyosema ninakuonea shauku, nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, atamuona mlokole aliyechangamka, atakuona ni mtu umejaa furaha, atakuona ni mtu uliyejaa amani, atakuona ni mtu usiyebabaika hata kama una hata 100, atakuona ni yani hata mazingira yatakuona wewe sio wa kawaida. Sikiliza watu, ndugu zangu, Biblia kwenye Waefeso inasema msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii na namna yake na aliyeokoka na namna yake. Sisi namna yetu ni kutembea sawa sawa na muono wa Mungu anavyotuona tukiwa duniani. Si katika hali ya muono wa dunia inavyokwenda na wewe ukaegama kuifuata dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Biblia inasema mstari wa 18, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu. Huyu ni Mungu anasema. Unaishije kinyonge? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unababaikaje? Nimekwambia mwanzo, kuna watu wanaishi kama wamepoteza network tu. Aliyeokoka network yake ni yeye kujiona kama Mungu anavyo. Yaani unapotembea popote. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Naomba nikwambie kitu kimoja. Wewe sio kiumbe kama alivyo yule mwingine. Wewe ni kiumbe kingine tofauti kabisa. Inawezekana ujielewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, wewe ni kiumbe kingine kabisa, kinachoishi sawa sawa na Mungu alivyotaka uishi. Leo upo kwa sababu Mungu ametaka uwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukitembea katika hali ya muonekano wa Mungu, nataka nikuhakikishie, Mungu, labda hujanielewa vizuri. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 1, nisome mstari wa 12. Kitabu cha Waefeso
sura ya kwanza mstari wa 12. Na mstari wa 12 Biblia inasema, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasi katika huyo nani? Yesu. Si ndio? Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Sikiliza. Mtu aliyeokoka, unapotembea ukiwa duniani, mtazamo wa Mungu, wewe ni sifa ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, nimekwambia wewe ni kiumbe cha tofauti. Wewe unapokuwa upo duniani ni sifa ya utukufu wa nani? Wa Mungu, sio kama unavyojidhani wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama unaelewa eti. Tuko pamoja kanisa? Unajua, tusipoelewa ni rahisi watu, dunia hii katuchanganya. Dunia hii katuweka kwenye mfumo wake. Dunia hii katuweka kapu moja na sisi tuliookoka. Na wewe uliookoka ukaishi kwenye giza la dunia, ukawa nje ya mtazamo wa Mungu anavyokutazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alinifurahisha ndugu yangu moja, shemeji yangu moja. Sawa? Alizungumza lile jambo wasiwezi kusahau. Amesema siku moja wakati ana hali sio sawa sana, sawa? Yaani amesahau hata alipokula nyama, sawa? Akaelewa kwamba hapa nilipo mimi ni sifa na utukufu wa Mungu. Anasema alikula ile nini tunaita mboga maboga, sawa? Nyamidela sijui. Mboga maboga. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, sijui mpaka ya 4. Halafu anapokula anasema akamwambia Yesu, sanaelewa yuko ndani yake na yuko kati yake, sidi? Akamwambia, yaani we kweli umelizika tulage hii leo siku ya 4? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anaongea ni kama yuko naye hapa, na ni kweli yuko naye. Si nimekwambia amekuchora? Akaambia, yaani umelizika tulage hii leo siku ya 4? Sawa. Akaendelea kutwaa. Sawa, kama alikula 2, 3, 4 maana imekinai, hata anajua yeye. Si ndio? Anakwambia siku iliyofuata. Tuko pamoja? Yesu akaona ile hali mtumishi wangu alidhiki nayo, si ndio? Akaamua kubadilisha haraka, zikaja nyama za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi. Ila mbona unapiga makofi kinyonge sana? Vipi? Haleluya. Unajua, nataka nikwambie, ukiishi katika hali ya muonekano wa Mungu, hali yoyote unayokuwa nayo muda huo, sawa? Yaani ni Yesu anayo muda huo. Yaani ni Yesu ndio yupo pamoja na wewe, ndio hali yake. Unataka kuniambia kwamba Yesu analizika na hali hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Unajua, unaposoma Biblia ni swala la kuamka katika hali ya uelewa, ubadili muonekano wako, uwe katika hali ya muonekano wa Mungu. Ndio maana Biblia kwenye Waefeso 3:4, nafikiri ni 4, anasema amka wewe usinziaye, si ndio? Waefeso ni 3 ni 4. Ndio 5 mstari wa 14. Sawa. Unajua kuna namna tunatakiwa kuamka, kubadilika namna ya kuishi kwetu. Usiishi kama mtu yule. Usiishi kama mwingine ambaye hajaokoka na wewe ukaishi katika hali hiyo. Nisome mstari wa 14. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 14, Biblia inasema, hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Amka. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza na wewe. Kuna namna unatakiwa uamke katika hali ya uelewa, katika hali ya muonekano wako, katika hali ya vile unavyoona wako, unakuwa na hali ya kufikiri kama Mungu, unaonekana kama vile Mungu anavyokuona. Nataka nikwambie mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie shetani hata kama kuna vitu alikuwa anavileta vinakimbia wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani unafikiri polisi sio mtu?
Lakini nini unachokionaga kwake? Na yeye kwa nini huwa anashuka pale papa? Anakuja na muonekano kupitia mafundisho au mafunzo aliyofundishwa kwamba yeye ni askari, si ndio? Anashuka kiaskari, sawa? Anatazama kiaskari, akikutazama jicho hivi, unaanza kusema sio mimi, wakati hajakuuliza. Kutazama jicho ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe mlokole je? Kama mtu sio mlokole hivi, si ndio? Unatembea abe maisha haya, si ndio? Mtu nina shida, unaweza ukanisaidia mwenzio maisha magumu, si ndio? Hata kuanza kumwambia Yesu anaweza, uwezi. Kwa sababu yani ulivyo tu, yani kwanza anataka aanze kukusaidia wewe. Unatia huruma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unamuona huyu askari kwa namna ya muonekano wake, hajashikona. Tunatakiwa kuishi sawa sawa na Bwana anavyotuwasia. Tunatakiwa kwenda kwa mwenendo tukiwa hapa duniani kama Mungu anavyotuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nikwambie kitu kimoja? Nikwambie. Amen. Mapepo yanaelewa ikiwa utaishi kwa mtazamo wa Mungu. Tuko pamoja? Amen. Yaani kila kitu kitaelewa. Nitakwambia kitu kimoja. Wakati Yesu amezaliwa kule holini, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mapepo yalielewa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Yaligundua haraka kwamba pana mtu ameshatokea duniani, sio wa kawaida. Angalia Farao alichoanza. Akaanza kufyeka watoto wa kiume, anabashiri watakuwa ni kati ya hakundi. Fyeka. Manake mapepo yamejua kumetikisika. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kanisa la Bwana, sikiliza watakatifu. Haleluya. Wakati mwingine tunajaribiwa kwa sababu ya hali yetu tulionayo, tunayojiona. Mabinti, punga mkono hivi. Wakati mwingine mnajaribiwa kwa sababu ya vile mnavyojiona na kujiweka. Tuko pamoja? Ukijiweka kwenye shape ya Kristo anavyokuona, hata kama ni binti, kijana anaweza kapotea sema shikamoo. Una bla bla. Bwana Yesu asifiwe. Una mambo mengi kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema shikeni nini? Shika uzima. Una mambo mengi, lakini umechanganyikiwa na dunia. Ukienda tu ukipita hapa wanajua ni yule waliyemkuta baa jana, kumbe sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanakuchanganya. Yaani kuna namna ya muonekano unavyokuwa unaonekana. Sikiliza. Mimi nawaambia watakatifu, tuko pamoja? Wakati fulani hata namna ya mavazi, namna ya sema, namna ya muonekano kwa ujumla. Mimi nataka nikwambie, hata kama natoka, si ndio baje? Wasa nataka nitembee mjini kule, sawa? Unapokwenda kule, tuko pamoja? Cha kwanza tunatakuwa Yesu yuko ndani yangu, sasa anaenda kuonekana kule, sawa? Si ndio? Yesu anataka akatembee, sawa? Huenda akajipatia wawili watatu, si ndio? Sasa unaondoka. Ndio unavaa suruali iko hapa. Ndio unataka Yesu akatembea akaonekane kule sokoni. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukifika kule unaanza kuongea Kiswahili kile cha kupanda na kushuka kama mvuta bangi, si ndio? Ndio Yesu ataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigie Yesu makofi. Unajua? Haleluya. Kuna watu tunataka kuishi kama muonekano wa dunia unavyokwenda, lakini sisi tunataka tuishi. Yesu mtazamo wake anataka tuishi kama muonekano wa mbingu unavyotuona. Kama yeye alivyo enzini, ndivyo na sisi tulivyo duniani. Ulimwengu. Sio unajishipu na dunia, ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajiunganisha na dunia, utaweza. Unapogeukia dunia ipo hapa, kesho imehama iko hapa, na wewe unahamia huku, unaweza. Kesho kutu imesogea mbele na wewe unasogea, utaweza. Sungura alisema sizitaki mbichi hizi, akarukia juu. Luka akakutana achume zile ndizi. Alipoona wezi ni pale, azasi sizitaki mbichi hizi.
alipoona ameshindwa, wakati mwanzo alikuwa anaona nzuri, aliposhindwa kuzirukia amesema mbichi. Bwana Yesu asifiwe. Unataka mpaka usubiri maisha ya kushinda, ya kuifuatisha dunia hii? Si unaelewa maisha yakisha kushinda kinachofuata? Unakuja unalialia kwa mchungaji. Mimi vipi? Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kanisa linatakiwa liishi kwa muonekano wa Mungu anavyotuona. Ndio maana unaona tulikoanza kwenye Waefeso. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Wafilipi sawa? Anasema namna hii, basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu, taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara katika Bwana. Kusimama imara ni kusimama katika hali ya muonekano wa Mungu anavyokuona. Ni kuishi katika hali ya Mungu anavyotaka. Ni kuishi katika hali ya vile Mungu anavyotaka uishi. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi kama vile ambavyo dunia inataka. Usiishi kama dunia inavyokwenda. Sikiliza. Unajua, tukitembea katika hali ya muonekano wa Mungu, mimi nataka nikwambie kitu. Mimi muda mwingine wanaonipaga shikamoo naanza kuangalia juu kwanza. Sawa? Yaani sio kwamba unaweza ukawa mkubwa, tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia, yaani kuna namna ya maisha anapokutana mtu akikuangalia tu, yaani kuna kitu ndani anaanza kusema shikamoo kabla yaani wakati hajui umri wako, si ndio? Pengine amekuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza watakatifu, niwaambie, maisha haya Mungu ametufanya kwa upya ili tufanane na mfano wake yeye alivyo. Mungu ametufanya kwa mfano wake, tufanane na mfano wake yeye alivyo. Upo kivavi, kuna namna ya Mungu anavyotaka awe pale kivavi. Mungu amekuweka wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nataka nikwambie, shetani alivyo mjanja. Si wanaelewa nimeokoka mtaani, si ndio? Nataka nikwambie kila mtu ananiamini. Tuko pamoja? Yaani mimi nikienda kwenye maduka nikasema wewe nipe daftari, wewe nipe peni, wewe nipe ni bure. Yaani silipi yeye, kila mtu anagawa. Ananipa, si ndio? Anaelewa nitampa tu. Ama baadaye ama kesho, si ndio? Sasa siku moja nilikuwa nafanya maombi. Nikajikuta kwa yule nadaiwa. Nikakuta Roho Mtakatifu ananiambia, hii hali sio sawa. Unanichafua mimi. Ninapoendelea na maombi na kuchafuaje, akasema unapokuwa unadaiwa mahali pengi, wataanza kukutengenezea kikao. Wanapokujadili wewe, wananijadili mimi uliyeniamini. Na huu mtego walokole wengi wamenaswa. Hujawahi kuta mlokole anaenda kuazima hata fedha kwa mpendo. Sawa? Hata kwa mtu anakuamini anakupa, si ndio? Lakini kati ya mtego nao kutegaga shetani hujawahi elewa, ni kwenye eneo la kutokurudisha aidha kwa wakati ama usirudishe kabisa. Kinachofuata sio kwamba ni shetani mtego aliyokutega akuchafue. Ona, aanze kusema, wamesema walokole mimi ana hela yangu miezi 6 hajalipa. Ona, amesema mlokole sasa tangu siku ile nimempa kibakuli hajarudisha alipochukulia mboga. Ona, tangu pigia Yesu makofi kama unaelewa. Swala wewe usijisifia na kukopesha kila mtu, kwa sababu anajua kuna mtego shetani amepanga kukuchafua. Nikamwambia Bwana nifanyeje? Nikamwambia leo hii nikirudi, leo hii. Naambia chukua yako. Unadai shinga? Mwingine hata anidai. Nikamwambia leo unadai wewe shinga? Kaambia yenyewe ile sijui ulilipa au kulipa. Nikamwambia nitakuwa sikulipa, chukua. Shinga ajitamkie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swala nataka muonekano wangu. Sema muonekano wangu. Pigie Yesu makofi na mnaji.
hutaiba, shetani anaelewa hutatukana tu, si ndio? Anakutafutia agenda kupitia utumishi wako, kupitia wokovu wako. Anaambia kakope na hiyo. Nikwambie mtego mwingine. Nina hela mfukoni, ila yule mtu utakula amesema chukua. Nikishachukua kitu ame nakuletea. Pengine na 10,000 sitaki ichenjiwe, sawa? Unakuta siku ya kwanza, siku ya pili. Hana shida na wewe. Lakini nataka nikwambie, utakapoondoka, shetani anachokufanya akukawilishe ama akusaulishe usitoe ile hela kwa wakati, usikumbuke. Nyuma yake so unaona kuna bango watu wameandikwa nyumba hii inauzwa. Sasa si mnaelewa inakuwa yana? Manake amechafuliwa yule mtu tayari. Yale maneno yanamhusu yule. Sasa bango la aliyookoka ukikosea au ukiwa kuna kitu umefanya sicho, halihitaji liandikwe kwa wino, sawa? Unaona? Eti hivi nani? Ogopa hafu mpendwa kikosea kanisani kwako. Mimi nilikuwa sitembei kule nyumbani siku moja. Wiki nzima sitaki kuonekana kwa watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja tuna mwenzangu tunapita mahali fulani. Sasa nimesahau kwamba kuna mwenzetu kati yetu amekosea. Bwana Yesu asifiwe. Napita hivi, mtu anaanza kutoa ishara za yule mtu. Kama alikuwaga naimba, anaanza kutuimbia wimbo. Bikuni wewe unatuimbia wimbo tufanye. Sasa tunaimbaga wimbo sisi si walokole. Haraka akili inakuja. Anakumbusha kosa la yule kwamba chaka alichofanya yule muimbaji fulani. Unaishiwa pause, inabidi kama ulikuwa unaelekea ugeuka haraka. Gazeti limeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano Malo anakuwa anapigaga kinanda, si ndio? Sasa amekosea hapa. Mama hili ni akipita tu sokoni kama wanajua. Sawa. Utashangaa wanaanza kumpigia kinanda mic. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe wanamwambia yule mnayesali naye yule anayepigaga nani yule Malo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, Biblia inaposema mstari wa 12 wa Efeso sura ya 1. Sawa? Nataka nikwambie, unaweza ukawa wewe hujui, ila liko hivyo hivyo. Wa Efeso 1:12 anasema namna hii, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Manake wewe ni sifa ya utukufu wa Yesu. Sasa ukisha iharibu sifa, nataka nikwambie, kitakachojaa ni fedha, kitakachojaa ni matusi, kitakachojaa ni hali sio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wewe ni sifa. Yaani mimi nataka nikwambie, hata kama watu wengi huwa unafikiri kule unakotoka hawajui kama umeokoka, nataka nikwambie fanya makosa. Tuko pamoja? Kule mtaani kwao hawajawahi kusema Bwana asifiwe. Utashangaa anasema hajaokoka huyu. Sasa Bwana asifiwe. Sasa huyu leo ananisalimia. Anakudhihaki kwa ulichokifanya, kwa sababu muonekano wako kama Mungu alivyokuandika sio huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu ndugu zangu, tuishi kwa muonekano wa sifa ya utukufu, kwa muonekano wa Mungu. Mawazo yetu yaendane na muonekano wa Mungu. Popote Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hujawahi kuelewa, si ndio? Sasa fanya kitu kubwa, sawa, ambacho shetani atatetemeka. Utashangaa badala utarajie wakufurahie, wakupungie mkono hivi, utashangaa na kugeukia mgongo. Yaani kwamba labda umenunua gari, ila wao litarajiage wangu na mmenyeka hata kiatu soli imeisha. Wasema mlokole vipi na kiatu kinakushinda, ndio furaha. Sasa ufanye kitu cha utukufu wa Mungu. Ukitaka waelewe watu ni shetani anaishi ndani yao. Sasa itokee, utashangaa. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine hata kusema alikuwa rafiki, yani anakosa kabisa, yani shetani amechukia kupitia yule mtu aliye ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utaelewa mtu yoyote aliyeokoka ni muonekano wa Mungu duniani, ni muonekano wa Mungu kwenye mtaa wako,
ni muonekano wa Mungu kwenye mazingira yako. Yaani wewe ni sifa ya utukufu wa Mungu popote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapo nataka nikwambie, Biblia unaona sasa inasema simameni imara. Kwenye muonekano huo, kwenye hali hiyo ya kimungu, Biblia inasema hapo kwenye Wafilipi sasa, simama imara. Mstari wa mwisho kabisa katika ule mstari wa kwanza sasa pale kwenye mkato sasa mwishoni anasema hivyo simameni imara katika Bwana wapenzi wangu, kwa kuwa sisi ni muonekano wa Mungu, sisi ni utukufu wa Mungu, sisi tunatakiwa kuishi kama Mungu anavyotuona. Mungu anachokitaka kwetu tusimame imara katika hali ya muonekano huo wa kimungu. Hapa hatuhitaji kulegea. Ndio maana hata kama ndugu yangu Bwana Mdendemi anataka kuchechemea namna hii, ngoja nikuoneshe kitu fulani. Muda fulani nilipo kwenye maombi, ilikuwa ni jana, niko kawaida, sio labda nimelala ni. Wakati naendelea na maombi nikakuta namuona mtu nyuma yangu, yaani mimi niko kama hapa, namuona nyuma yangu. Wakati namuona yule mtu ni kama alikuwa anakuja na kimbia, lakini anapokuja na kimbia anateleza. Akifikiri akimbia anikute mimi, anateleza. Yaani ni kama kuna utelezi unaomrudisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hamu yake anakuja na kimbia kwangu. Lakini kadiri anavyokuja kama anakimbia, anapokwenda anakwenda anateleza. Hanifikii pale mimi nilipo. Nikawa najaribu kumwangalia. Yeye amekaza macho kwangu kunifikia, lakini anateleza hatua zake zinapokuja. Sikiliza watakatifu, Biblia inaposema simameni imara, simameni, sikiliza nikwambie, hapa hatuhitaji, yaani hata inatokea ni ndugu yangu Mdendemi kama nilivyosema, unaona kabisa hayupo kwenye sura ile ya sisi kwa pamoja tunavyotakiwa kuwa tuliokoka. Nina wajibu wa kwenda kwa upendo. Ndugu yangu, jitahidi, nyanyuka, songa mbele. Hii sio jema. Ebu katika hali hii badilika ndugu yangu, tufike tunakoelekea. Sikiliza, huyu ndugu alikokuwa anaona, nilikokuwa namuona anaelekea, nataka nikwambie kanisa linaelekea mbinguni. Lakini tukiwa hapa duniani, sikiliza nikwambie, kuna wakati kuna vitu vinatukwamisha. Kuna wakati unafikiri kusonga mbele, kuna namna vinatukwamisha. Lakini mimi niliyekuwa namuona, sikiliza, hakuwa mbali sana na mimi. Hata ningerudisha mkono nyuma hivi nimshike ili nimvute ule utelezi unaomzuia asinifikie, ilikuwa inawezekana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kanisa, wakati Biblia inataka tuishi kwenye muonekano wa utukufu wake, kinachohitajika tunatakiwa tusimame imara. Nataka nikwambie, inawezekana mwingine hapa Makambako sio akataka alifanye kanisa lisiwe kwenye muonekano. Nataka nikwambie, wewe unamjua ama umjui, au ni kijana au ni binti, mwambie kwa kuwa umeona, mwambie dada, unaiangusha kazi ya Mungu. Kristo anasononeka kwa ajili ya maisha. Hebu nyanyuka kwa upya, tusonge mbele. Haijalishi ni rafiki yangu kuna mahali anakosea, kwa sababu tunatakiwa kutembea kwenye shepu moja, kwenye muonekano wa Kristo anavyotaka kutuona. Nikiona mmoja anataka kuleta dosa, nimemuona kama nilivyomuona anateleza, mshike mkono, mwambie kikodi, tusonge mbele katika Bwana. Dunia inapomuona mwenzake anakwama, yenyewe huwa inatengeneza kikao cha discussion. Kwanza waanze kumsolola, waanze kumnyambulisha, wapeleke taarifa kwenye mtaa nako shida. Sisi kazi yetu mwende kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Juzi hapa nikawa nimeshindwa kumuona ndugu yangu mmoja kwenye ibada kama mara mbili sijamuona. Sikiliza, niliporudi nyumbani nikanyanyua simu, nikamwambia uko wapi? Akaniambia niko nyumbani. Nikamwambia kwani vipi ndugu yangu? Akasema niko hapa tu. Nikamwambia nakuja. Nikaenda vibandani. Sisi hata vibandani wanauza miwa. Sawa? Kwenye vibanda madukani mle wanauza, wengine wanaegesha miwa. Nikamwambia nipe mua. Alafu nikampigia simu, nataka nimwendee na zawadi. Sawa? Yaani sina pesa, labda nimchukulie soda. Sawa? Lakini mua tu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mazingira siku ngapi zote hajafika. Kuna changamoto, kuna shida. Nataka niende, nijue, ili tuombe pamoja, yawezekana. Tushauriane pamoja. Nikamwambia vipi?
Akaniambia yani nilienda bondeni leo kumbe ipo. Ukija hawakula wewe upo. Nikaacha mua sikununua pale. Naenda pale kalipa ulimua. Tukashirikishana, nafika pale ana mgonjwa. Usiku halali. Ni mpendo. Sasa sijui unaweza ukaanza lile linashitaka tu kanisani. Lile yani sasa sijui lilokole lina kwenda pale ana mgonjwa ananionyesha hivi, ndugu yangu. Unahamu. Na kama ulikuwa unamwazia mabaya ukifikiri anashughulika na shughuli za maisha, labda anachakalika maisha na shida anakuja kanisani, unavyokwenda kuikuta hali ambayo inamfanya sifike kanisani, unaweza ukatoa machozi. Sikiliza. Huyu ndugu niliyemwona anateleza, anategemea mtu amshike mkono ili asimame imara, awe kama wewe. Tuendelee na safari. Yesu akatuambia, alipo yeye ndipo na sisi tutakapokuwepo. Kuna mahali kanisa tunaelekea. Kuna mahali kanisa tunakwenda. Kuna mahali tunaelekea. Tunatakiwa kushikana mkono. Tunatakiwa kumwambia simama imara mama nani. Simama imara dada yangu. Tusonge mbele wote katika sura moja ya muonekano wa nani? Wa Kristo kama alivyotukusudia. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Anasema hivyo simameni imara katika Bwana. Hakuna mtu asiyependa aishi kwenye muonekano. Sikiliza makambako, punga mkono namna hii. Mungu awabariki sana. Sikiliza. Dunia ina mafundisho mengi. Makanisa yamejaa. Watu wanafanya kila wanachofanya makanisani. Walokole ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna walokole wengine nimetoka nao kule nyumbani. Ila wakirudi nyumbani maisha mengine, mchungaji wake akutane nao kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, mchungaji anatarajia kanisa liwe katika hali moja, liwe kwenye muonekano mmoja wa Kristo. Lakini hapa tunahitaji kutiana nguvu. Tunahitaji kushikana. Nifungulie 35 Isaya. Kuna mahali tunaelekea kanisa. Kuna namna ambayo tunatakiwa kuelewa ili tufikie kuwa sura na muonekano wa Mungu kama anavyotuona. Tunatakiwa kushikana. Isaya 35. Bila shaka ni mstari wa 3 kama sijakosea. Isaya 35. Isaya 35 mstari wa 3. Sijui ni wenyewe. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Yes, hapo ndio. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Sikiliza. Yafanyeni imara. Tulia kwanza. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Anazungumza na nani? Linazungumzwa kanisa linalotakiwa litembee kwenye njia moja, kwenye muonekano moja, kwenye mawazo mamoja, kwenye sura moja ya Kristo. Kwa sababu kanisa ndiyo sifa na utukufu wa Mungu kama tulivyosoma kwenye Waefeso 1:10. Sisi ni utukufu wa nani? Anasema itieni nguvu nini? Mikono iliyo dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kanisa. Sikiliza. Mimi nataka nikwambie. Ngoja nikwambie. Labda uliwahi mcheka mtu alivyoanguka, au alivyokosea kumkosea Mungu. Ulikosea sana kumcheka. Hakuna mtu anaweza kaanguka kumkosea Mungu. Lazima Mungu akufunulie wewe, au kuna mtu wa karibu amwambie, amjulishe hali yake. Uliponyamaza ndicho kilichomkuta huyo ndugu yako mliookoka pamoja. Uliposita ndicho kilichomkuta. Mtu mmoja kaniambia namna hii, akasema hivi, na mimi nilikuwa na wasiwasi. Niliona mara wamepakizana kwenye pikipiki kila leo, mara waende huku waende huku. Akafumba mdomo, akashona na sindano sijui na pini. Mwisho wa siku eti sasa amekosea yule mtu. Na mimi nilisema, niliwakutaka siku moja. Nilishituka. Nini kama mchungaji unaweza kukatwa makofi na mimi kama mchungaji? Yaani leo ndio kimya kina ujasiri wa kusema baada ya kosa wewe ni shetani. Maana shetani ndio anayeshangilia kama kosa, si ndio? Nilimwambia siku moja, baada mimi kwenye uelewa wangu, mtu yoyote akiacha wokovu au akianguka, huwa ninajua huo ni msiba wa kanisa. Sijui wewe unaelewaje? Ndio maana nimekuambia kuna siku moja sisi tulikuwa hatutoki nyumbani. Nilikuwa mimi na mwenzangu Bernard. Yaani unafichamia, si una msiba?
si ndio? Hivi dada yangu Laina, si ndio? Tunaabudu naye, wote wanajua hapa Makambako ni mlokole true. Alafu shetani kama simba ngurumani akammeza. Hivi pana ujasiri eti debo kwa wanao kujua? Utauza chai kule kweli kwa wanao kujua? Inabidi hiyo wiki ukae nyumbani una msiba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mbaya sana ndio vinaanza kabisa. Na mimi nilisema mwenyewe yule kutembea kule nilikutana naye usiku. Ulisema lini? Kwa kuwa mimi sio mchungaji. Si ndio? Sasa nakusikia unaongea hayo maneno. Yaani mimi na msiba afu wewe unaongea hayo maneno. Biblia inasema itieni nguvu mikono iliyo. Ndugu zangu, safari mahali tunapoiendea, mbinguni tunakokwenda, Bwana Yesu asifiwe, tunahitaji kushikana mkono na akina Justin. Tuko pamoja? Tunahitaji kushikana mkono. Umeona mwenzako hata hajafika ibadani siku 2-3. Mimi sielewi kama wewe unaona una raha tu. Sijui. Ila mimi mwenzenu, mimi hata jana juzi Ijumaa, sawa? Niliposimama kwenye matangazo, nikaambia naomba kanisa mniambie fulani na fulani na fulani siwaoni hapa kanisani na siku kadhaa. Mimi naumia, kama wana namba za simu naomba mnipe namba yake. Mmoja akaanza kusema, amesafiri. Nikaambia kwa nini mlikuwa msemi? Yaani mimi naanza kupata tabu lote huko nyinyi wenzangu mnajua. Tena nikasema bwana, nikaambia mchungaji, kama huyu mtu hakuwa ndio uelewe makosa anatutesa si wenzake. Na kama aliaga huku tuambia, kwa kweli wenzenu mimi napata taabu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajisikiaje? Au ndio huwa unaanzisha sasa kama mjadala? Sio? Ishtieni nguvu mikono iliyo. Rudia tena kwa mstari msomaji. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Tuko pamoja? Amen. Udhaifu wa mtu sio udhaifu kama dunia inavyojua kwamba amekonda. Ni dhaifu. Unamuona kwenye hali ya utumishi, muendee kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka nikwambie, hakuna mtu kama ndani mwako mna upendo. Hakuna mtu anaweza kukuelewa vibaya wewe unapomuuliza swala aidha la ibada au juu ya jambo fulani, au mbona mwenzangu nimeona hivi, au kule mtaani nimesikia hivi na hivi. Rafiki yangu, kwani vipi? Mimi nilimfuata ndugu yangu mmoja ninayempenda, ameokoka, nimesikia taarifa mtaani na mwingine akawa amekuja kuniambia. Nikamfuata ndugu yangu, kwani vipi? Akaambia naomba Mungu anisaidie. Najitahidi mno kubadilika hiyo hali, lakini nashindwa. Najikuta tu bado niko mazingira, lakini naomba Mungu anisaidie. Unaelewa, unapata na wewe mzigo wa kurudi ukamwombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wote tunatakiwa kusimama imara, tutembee kwenye muonekano wa Mungu, kwenye mawazo ya Mungu, kwenye sifa. Tuwe wote kanisa zima tuwe sifa na muonekano wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mshike mkono jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikiaje ukiwa na huyu? Unaonaje hapa kanisani pote watoke wote afu nibaki mimi peke yangu hapa kanisani? Inakuja. Ndivyo alivyo umuhimu huyo. Ndivyo unavyotakiwa kuumia. Unavyomuona mwenzio kuna hali fulani. Sikiliza, nimekwambia hivi, hakuna mtu anakutana na jambo au anaanguka kwenye jambo kama kati yetu hapa hatujaambiwa. Lazima kati yetu mmoja wetu aelewe yule hali yake haiendi sawa. Sasa kwa kunyamaza kwetu, kwa kuto kumtia nguvu mikono, kumshika katika maombi, hata kwenda kumuona, ndicho kinamfanya lile jambo liwe zito, limuelemee. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia kitu kimoja. Siku moja, tena sio mara moja. Mimi nataka nikwambie, na hii naomba nikwambie watakatifu. Kanisa la Makambako, punga mkono namna hii. Haijalishi mko mbali na mbali. Siku moja hivi, sio siku moja, ni mara kadhaa, mwenzangu pale nyumbani, mke wangu, sawa? Nikakuta asubuhi ameamka, amesema nataka niende kwa fulani. Nikamwambia kufanya nini? Akamwambia hapana. Naona huko ndani sielewi kuna nini.
Alipoondoka mimi nikamwambia nenda. Alipoondoka nataka nikwambie, alikaa kama sio masaa mangapi, anarudi yeye mwenyewe, yani ni kama amechoka. Nikamwambia kulikoni, kwanza umekaa muda mrefu? Ananiambia mambo aliyoniambia yule mwenzangu, yule mpendwa niliyekwambia natakuwa niende nimuone, nikaona mimi huku ndani kuna aliyonieleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulikuwa na hamu ya kula chakula uwezi kuendelea kula. Amemtwisha shida za maisha alizozikuta kwa yule. Amemweleza mzigo. Ndio kutiana nguvu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie hapa tulipo, Justin na mwenzake wa kumtia mkono, kumshika mkono. Sijui na kila mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie ni lazima sisi tukajiona kama tupo 1 2 3 4. Lakini Mungu, kila mtu ana mtu wake ambaye hata likitokea jambo Mungu ni rahisi kumpenyezea taarifa. Siku nyingine akaniambia hata kwa watu wa mataifa, mimi nataka nikwambie pale unaweza vikanunuliwa vitenge au vitu fulani na vikai pale nyumbani. Unashangaa siku kwani kile nguo ile tulionunua siku ile kitenge kile kiko, utashangaa nyamaza kimya. Kwani kiko wapi? Bora sikioni. Sidio? Naambia kwa kweli mwenzio niliona nikikwambia utanielewa. Nikamwambia nini? Kama niliona pata tabu juu ya mama fulani siku moja hivi. Unaenda kweli siku ya pili ya tatu mnaonana yule mpendwa. Amejirusha naye kwa raha zote kile kitenge kilichotoka nyumbani kwako. Anatembea hito. Bwana Yesu asifiwe, mpigie Yesu makofi. Amemtia nguvu, amemshika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakula wali kila siku mpaka unatupa tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia yani kama ningekuhesabia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu anapomuona mtu kati yetu hapa, sisi sote si sura na muonekano wa Mungu. Halafu anataka sisi awe ni Mungu anayetembea akiwepo hapa Makambako, si ndio? Hawezi Mungu akakubaliana wewe unapitia mazingira fulani akukabaki wewe na Mungu. Kama mwingine anasema mimi na Mungu wangu, sio kweli. Sisi tupo, sio wewe na Mungu wao. Sisi nilimfuata ndugu yangu mmoja. Nikamwambia wewe vipi? Cha kwanza una mazingira fulani hivi. Mbona uniambii mwenzio? Akasema yani kwenye kuongea na kwenye unawaza. Yani naanze. Nikamwambia ongea. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu, kumtumikia Mungu sio wewe peke yako. Hata unapoona mwenzio amekutana na changamoto, sio ya kwake, ni ya kwetu sote. Hii wanayoielewa ni wachungaji tu. Unaweza kukuta mchungaji mara nyingi hapa kuna watu wengi amejitahidi kuwatia nguvu. Wengi. Lakini sio kazi yake peke yake. Ni usoni. Yaani unaweza kukuta hata kuna mazingira sana. Hello, vipi? Kwa kweli mwenze. Sasa tunajuanga kujieleza kwa mchungaji labda yeye ndio kwa sababu ni mchungaji. Hata kwangu watakatifu, ila shida imefika wote tunaishi kwenye mifumo kama ya dunia. Hatuaminiani. Yaani unawaza kama ukimwambia mwenzio ataenda mtaa wa pili kama dada Modesta, mjomba wangu Modesta anaposukanga pale, ataanza kueleza. Yani yule jamaa yani hali mbaya. Si umeona kila siku suruali ile? Sisi hatuko hivyo. Wangapi tunaaminiana? Wote tunaaminiana katika Bwana. Usiwaze kama unawiwa kumwambia mwenzio akutie mkono kama kuna jambo hata wewe. Mimi nataka niwaambie watu wa Mungu. Mungu kuipindua Makambako hii, kulijaza kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Anatutegemea sisi. Namna tutakavyotembea kwenye shepu ya muonekano wa Kristo, tukiwa sura moja kama tulivyookoka. Mwingine yuko hivi, yuko mwingine ananyanyuka kwa ajili yake. Nataka nikwambie, shetani kwenye ulimwengu wa roho, ujue watu ambao hawajaokoka, wewe mawazo yako nafikiri hawaelewi tunachotendeana. Kwenye ulimwengu wa roho inaeleweka sana. Inaeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Sweeper na MC wage ujitahidi kunipa nini? Mwongozaji wa ibada. Amen. Ndio. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea.
haya magoti ni huyu, haya magoti ni yule, haya magoti ni nani? Ni kanisa. Anazungumzia namna ambavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, kama kuna mtu hata hapa, sawa, yoyote unayehisi mazingira yoyote ya mpendwa fulani hayapo sawa, ninaomba ulitimize neno hili katika hali ya kumwamini Mungu kwa kiwango cha juu sana. Unaona uko hapa, kuna dalili unaionja moyoni juu ya mwenzio, kuna namna unaona kabisa sijawahi kufurahi ikiwa ninaonja kuna mwenzangu na mazingira tofauti. Sijawahi kufurahi na sijawahi kuwa na utulivu. Sijajua hapa kuna watu tupo na hali gani. Simama kwanza kwa miguu yako. Ukiweza fumba macho yako dakika chache. Kama kuna picha yoyote na hali yoyote unaionja juu ya mwenzio, nitaomba uwe mwaminifu sana kwa Bwana kwa kadiri atakavyokuongoza cha kufanya juu yake. Ufunguo pia kwa ajili ya maisha yako unategemea kutii sana unachokuwa unahisi moyoni mwako, sawa sawa na Bwana anavyokuongoza. Bwana Mungu wetu mkuu, ajo siara tama siara hotara siara naso sura tikesha na ratu ndarize siara hotineze siara hana mashu apopati semtana mazo sisi siara haraba. Kama ulivyosema, viumbe vyote vi wazi mbele zako, viutupe. Sisi sote tuko wazi mbele zako, wala hakuna hali yoyote ya mtu yoyote kati yetu iliyojificha, isipokuwa iko wazi. Ikrava saisoro sepsa generizo profasa sarata romansa siro tatasaya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu brava resisio tasaya hivi sisiama doro pasara ni harabato. Wengi wanapitia katika uchungu mbalimbali isorota hivi sija wangu maza trobarata hivyo sasa. Hata ulipoona Waisraeli wanateswa kwa mateso makuu kule Misri, ukamwinua Musa akawatia nguvu na akawainua, akawaambia, inueni vichwa vyenu, iko nchi ya ahadi. Hata waliposema haiwezekani, akawaambia twendeni. Wakaenda kwa Farao, akawaambia waruhusuni watu hao. Hata Musa akasema, yafaa nini mimi nile na kushiba ikiwa watu walio ndugu zangu wanaishi katika hali ya utumwa Misri? Akaondoka akasema, ni heri nipate mateso pamoja na ndugu zangu kuliko kuishi maisha ya fahari namna hii. Haleluya, 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 haleluya. Kama ulivyosema, chukulianeni mizigo wenyewe, bebeaneni. Ninakutukuza, ninakubariki Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya makambako, ninakutukuza. Manda rabo serekama. Wewe unawajua watu wako, na kama ulivyosema,
Muhuri yako imesimama imara ikisema ya kwamba sisi ni sifa ya utukufu wako, ni muonekano wako Makambako, ni muonekano wako katika maeneo yetu, ni muonekano wako tukiwa hapa duniani. Baba, ninawaweka mikononi mwako Bwana, sawa sawa na kila mmoja ulivyomuita, sawa sawa na kila mmoja ulivyomtaka, sawa sawa na mazingira ya kila mmoja. Roho Mtakatifu, wewe ambaye umesema unajua hata idadi ya mchanga ulio katika vilindi vya maji, unayajua maisha ya watu wako, unatujua sote, na unaelewa ni nani anaweza kumtia mkono mwenzie, unaelewa ni nani anaweza kumtia nguvu yule aliye dhaifu. Bwana, ninakutukuza, ninakubariki, ninakuhimidi Yesu Kristo, kwa sababu wewe ndiye uchunguzaye mioyo, ndiye uyajuaye maisha yetu. Ninarudisha heshima na utukufu kwako. Nimeshiomba kuabudu, na nitakupa nafasi kila mmoja utamke unachoweza mbele za Bwana. Ukiwa